Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bik mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu bukheri wa afya, lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalimu na nakukaribisha katika kipindi chako cha Jenga Afya Kliniki, kipindi ambacho kinakuletea mfululizo wa masuala mbalimbali yanayohusu afya. Na leo hii unataka kufahamu tutajadili jambo gani? Tuko pale pale katika kuangalia tatizo la upungufu wa usikivu, lakini tutagusa katika nyanja gani? Basi baki nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jina langu ni Al-Habib Abdullah Othman Feroz. Karibu. Naam, karibu sana mtazamaji, tuanze kipindi chetu cha Jenga Afya Clinic, na leo hii katika kutazama suala hili la upungufu wa usikivu, na tukijikita zaidi katika sababu ni nini za tatizo hili. Basi nipo hapa katika hospitali ya Rufaa Kanda Bugando, ambako nakutana na daktari na mtaalamu wa masikio, usikivu na uwiano wa mwili, Dr. James David Komanya. Dr. James, karibu sana. Asante sana. Na Dr. Komanya, tukianza kulitazama tatizo hili, katika kipindi kilichopita tuliangalia maana na namna gani unaweza mtu akafahamu tatizo hili la upungufu wa usikivu. Sasa leo tujikite katika sababu, tuzitazame hizi sababu, na tutagawa katika makundi takriban mawili, sipungua mawili, na tutaangalia kwanza kwa watoto, hususan kabla ya kuzaliwa. Kuna vitu gani ambavyo vikifanyika vinaweza vikamsababisha huyu mtoto kupata hii changamoto ya upungufu wa usikivu? Karibu. Asante. Kama ulivyosema, kwa urahisi wa kuweza mtu kufahamu, visababishi vinamegawanyishwa katika sehemu mbili, kwa upande wa watoto na kwa upande wa watu wazima au ambao sio watoto. Lakini kuna vingine ambavyo vinapita katika nali zote hizo age group mbili zote. Sasa kwa kuanzia kwa watoto, inaweza kuanzia mbali mpaka kusema kuanzia kuna vinasaba. Vinasaba vya mtoto mwenyewe. Iwapo mtoto ana vinasaba ambavyo vina chembe za changamoto ya usikivu, mara nyingi unakuta anakuwa nayo, na baada ya kuzaliwa hiyo changamoto inaanza kujionyesha. Sasa hii samahani, inamaanisha kwamba ugonjwa huu unaweza ukawa wakurithiwa? Ndio, unaweza kuwa wakurithiwa. So nikisema vinasaba, inamaanisha kwamba pale ambapo mtoto anakuwa anatungwa, baba na mama mmoja wao anaweza kuwa na changamoto ya usikivu, au anaweza kuwa anabeba vinasaba ambavyo vina changamoto ya usikivu. Kwa unakuta kwa nchi zilizoendelea, unakuta wazazi ni lazima kwanza wapime, unakuta katika zile utaratibu wa kawaida ya hospitali wanapima, wanafahamu, ili waweze kujiandaa kama kuna changamoto namna hiyo. Lakini pia katika utungaji wa mimba, mama akiwa anaendelea kulea mimba na vitu kama hivyo, mama anaweza kuwa anapata maambukizi ya mara kwa mara. Maambukizi ya mara kwa mara inaweza kusababisha hayo maambukizi, wadudu wakafika mpaka kwenye mtoto mwenyewe. Kwa sasa katika tiba inavyokuwa inaendelea na nini, unakuta tiba kubwa inakuwa inaenda kwa mama, lakini kwa mtoto haifiki moja kwa moja kwa kiwango ambacho labda inakuwa ni rahisi kutoa changamoto hiyo kupungua. Sasa kisha mtoto akizaliwa wakapima, unakuta hiyo changamoto ipo. Sawa. Kwa kuna vitu vingi, kwa mfano mama akiwa labda amepanda boda, bajaji, sijui gari, akapata ajali. Sawa. Kwa bahati mbaya hiyo ajali ikatokea mpaka kwenye nali ikagonga tumbo. Pale mtoto akapata kashikashi kuna mwili, kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezi kuhisiwa moja kwa moja. Ni mpaka pale labda baada ya kujifungua ukapima na ukaanza kujua kwamba wakati fulani labda huko nyuma mama alipata ajali, labda akadondoka akapisha tumbo na vitu kama kola. Ajali za kawaida ambazo zinaweza kutokea kwa bahati mbaya kwa mama inaweza kusababisha pia changamoto ya usikivu. Sio ya moja kwa moja kiasi hicho, lakini katika uchunguzi wa mtoto, ule uchunguzi wa awali unaofanyika, kwa bahati mbaya akawa amepima na usikivu ikaonekana na changamoto ya usikivu, mara nyingi tunaweza kurelate na
na ile ajali, kama hamna changamoto nyingine ambazo mama amepata zaidi ya hiyo ajali. Kuna sasa hii ni kabla, wakati pale mtoto anazaliwa, naweza tukasema anaweza kuna homa kali, hususan kwa mfano manjano, kwa namna moja ama nyingine inaweza ikasababisha changamoto. Ndio manjano kwa namna moja nyingine inaweza kusababisha yani, kwa sababu unakuta ina affect zaidi kinga ya mwili ya mtoto. Kwa sababu kinga ya mwili ya mtoto ipo delicate, inamaanisha zile homa inavyokuwa inafanya mchakato wake wa ugonjwa na vitu kama hivyo, na kinga ya mwili ya mtoto ikawa ndogo, mara nyingi unakuta mishipa ya fahamu inaweza kuwa affected. Kwa sababu ya mishipa ya fahamu ya usikivu pia ni kati ya mishipa ya fahamu ya mwili, inamaanisha namna moja ama nyingine inaweza kuwa na yenyewe ikawa imeathirika. Pia mtoto akizaliwa na kilo ndogo, kilo ndogo inaweza kusababisha pia, kwa katika vile visababishi vya watoto, inaweza kusababisha pia akapata changamoto ya usikivu. Kitu kingine, mtoto akizaliwa akaumwa sana, akapelekwa ICU, akakaa muda mrefu kule, zile kelele tu za ICU, kwa sababu kwanza mtoto anaumwa, pili kinga yake, unakuta kinga yake ipo chini, na maanisha kwamba katika ule mchakato ile sauti kubwa tu inaweza kuathiri uwezo wa usikivu wa mtoto, kwa mtoto akapata changamoto ya usikivu. Na kitu kingine pia, mtoto anapokuwa amezaliwa akawa na changamoto nyingine za ziada ambazo hazihusiani moja kwa moja na masikio, lakini katika vile vitu hatarishi ambavyo vinaweza kufikiriwa kutokana na kuwepo na hizo changamoto mbalimbali, kwa kitaalamu anaitwa syndromic babies. Kwa mtoto labda amezaliwa labda na kichwa kikubwa, au si mtoto amezaliwa sijui na nini, vile vitu vya ziada vingine, sawa. Sasa kwa sababu unakuta usikivu unakuwa umeathiri zaidi, yani kunakuwa na changamoto labda ya mishipa ya fahamu, na tunajua kwamba mishipa ya fahamu ya usikivu ipo katika mishipa ya fahamu ya mwili. Inamaanisha kwa namna moja ama nyingine lazima itaathirika, sio kwa sababu ime attack direct kwenye sikio. Hapana, ule mfumo mzima wa fahamu umekuwa affected, na kwa sababu mishipa ya fahamu ya usikivu ipo katika ni pati ya mwili wa mtu husika, na maanisha lazima kwa namna moja ama nyingine lazima itaathirika. Hivi wakati wa kuzaliwa sasa, pale ukosefu wa oxygen unaweza ukasababisha tatizo hili? Ndio, kwa sababu tunajua kwamba ubongo unahitaji oxygen kufanya kazi. Sasa kwa mtoto anapozaliwa kuna ile kuwa na struggle za kutafuta hewa ili uwe na utimilifu ambao na ili aweze kuendelea kukua na makozi ya kawaida. Sasa pale utapokuwepo na upungufu wa oxygen aina yoyote, inamaanisha ubongo utafanya kazi. Kwa labda kama kuna zile activation system zinazokuwa zitokee kwenye ubongo wa mtoto, inamaanisha kwamba vitakuwa vinachelewa, na kwa sababu mapokezi ya sauti lazima yafike kwenye ubongo, inamaanisha kwamba ile sehemu ambayo inapokea mawimbi ya sauti na kutafsiri na kurudisha taarifa, inamaanisha na yenyewe itakuwa affected kwa namna moja nyingine, kwa sababu haijapata ile stimulation, haijapata ile activation ambayo inahitajika baada ya mtoto kuzaliwa. Okay. Kuna hiki ambacho tupo katika jamii za Kiafrika ambazo wazazi kutoa adhabu kwa mtoto ni kitu cha kawaida. Mtoto amefanya kosa na mwamba banzi la sikio ama kichwani na sehemu kama hizo. Vitendo kama hivi ni kwa namna gani vinaweza vikasababishia mtoto tatizo hili? Vinasababisha, kwanza lazima ujue kwamba vinasababisha. Okay. Sawa. Na usababishaji wake ni kwamba unakuwa unaweka pressure kubwa kwenye ule mfumo wa fahamu na njia nzima ya usikivu. Na kitu cha kwanza ambacho kinaweza kuwa kinaathirika ni ngoma ya sikio. Sawa? Ngoma ya sikio either itapata madhara kwa kupasuka, sawa, kupasuka kwa tundu, au itafanya kwamba ile channel ambayo ndio inapeleka mawimbi ya sauti kwenye
kwenye ngoma ya sikio. Ndiyo. Na kwenye sikio la katikati na sikio la tatu, na sehemu ya sikio la tatu, inamaanisha sehemu inaweza kuathirika na kupata labda michubuko au kitu chochote, sawa. Okay. Kwa hiyo michubuko ikianza, inamaanisha popote pale ambapo itatokea maambukizi aina yoyote, sawa, lazima labda sikio itaanza kutoa maji, au labda kuna sehemu ya sikio ambayo itakuwa kuna muunganiko moja kwa moja kutokana na kupata ni madhara michubuko, inaweza kuanza kutoa kuna majimaji ambayo yanapita kuna uti wa mgongo, inaweza kutoka kwenye sikio. Sometimes inaweza kupita na ukaanza kuona kwamba ni changamoto. So kupiga vibao either kwa mtoto au kwa mtu mzima si sawa. Okay. Kwa sababu kwa namna moja nyingine unaweza kuhatarisha usikivu wa mtu husika. Okay, sasa daktari, nataka tugusie umegusia hapa haya maambukizi ya mara kwa mara ambayo mtoto anaweza akapata, lakini pia hata mtu mzima anaweza akayapata. Kwa namna gani haya yanaweza kusababisha kwa mtoto kupoteza pengine usikivu ama kuwa kiziwi kabisa? Yapo maambukizi mbalimbali, kwa kitaalamu yanaitwa TORCHES, sawa. Okay. TORCHES kwa ni combination ya wadudu mbalimbali ambao wataalamu wamefanya research na ikaonyesha kwamba katika hilo grupu ndio linaweza kusababisha maambukizi ya moja kwa moja. Sasa hivi vyote vinaweza kugundulika mapema, sawa, sasa pale wakati wa mimba, sawa, na ikichukuliwa hatua za mapema, changamoto inaweza kudhibitiwa, sawa. Sasa isipogundulika mapema, inamaanisha mama ataendelea kupata maambukizi, sawa, na kwa sababu kuna connection ya moja kwa moja kati ya mama na mtoto, inamaanisha maambukizi tu lazima atamfikia mtoto, sawa. Kwa sababu maambukizi yakifika kwa mtoto, inamaanisha ule mfumo mzima, sawa, ukitoa ule wa maambukizi ya kawaida, lakini mfumo mzima wa fahamu lazima utakuwa affected kwa namna moja ama nyingine. Okay. Sawa, na ikishakuwa affected, inamaanisha usikivu pia, kwa sababu ina mishipa fahamu ambayo inahusika na usikivu, lazima itakuwa affected. Kwa hiyo unakuta ni lazima kwa namna moja ama nyingine mama au wakati wa zile kliniki za mimba, mama anapima, na anapokuwa anajisikia vibaya au kuna kitu anahisi akipo sawa, aseme mapema, sawa, kwa sababu katika vitu ambavyo vinaweza kufanyika ni kuvipima hivyo mapema, sawa. Na sauti kupita kiasi ama kelele za mara kwa mara, sasa hivi utakuta sokoni kelele zipo, huku mijini ndo kabisa magari yamepita, mui katangaza kile, huyu katangaza hiki. Hivi vinaweza vikawa na athari kwa kiasi gani ukiunganisha pia na muziki ambayo inapigwa majumbani hata kwenye mitaa? Inaweza kuwa na athari kiasi gani kwa usikivu? Athari ni kubwa, sawa, na ni kwa sababu tufahamu, sawa, au tunachukulia kawaida, kwa sababu sometimes unaweza kuwa una taarifa lakini unaona sasa nitafanyaje, ndo nipo kazini, ndo hapo. So na ni kwa kutoa elimu kama na namna hii inaweza kusaidia kupunguza hizo athari, pamoja kwamba zishatokea, lakini kupunguza, sawa. Kwa hatari ni kubwa sana, kwa sababu kadri mtu anavyokaa kwa masaa mengi kwenye sehemu ambayo ina kelele, inamaanisha kuna kitu kinaitwa aural fatigue, sawa, yani kwamba sikio lenyewe linachoka, sawa. Kwa hiyo sikio likichoka, inamaanisha unakuwa unaipa, yani inamaanisha kama unaipa kazi ya ziada, kwa inafanya kazi kwa nje ya kiwango ambacho inatakiwa kifanye kwa mtu wa kawaida, sawa. Sasa mwendelezo wa hiyo fatigue mara kwa mara kila siku, baada ya muda fulani vile vinyweleo ambavyo ndio vinakusanya taarifa na kupeleka kwenye ubongo vinaanza kufa. Ukishatumia, yani ukikaa sehemu yenye kelele kwa muda, tuseme baada ya masaa 4 au 6 au 8, chukua muda kupumzika. Okay. Sawa, chukua muda kupumzika, either dakika 20, nusu saa, sawa, dakika 45, depending na wewe unafanya kazi gani, sawa. Kwa hiyo lazima upate muda wa kupumzika. Kwa hiyo usivae usikae kwenye kelele kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni bila kupata mapumziko ya mara kwa mara kwa ajili ya kupumzisha masikio, sawa. Kwa sisi vijana ambao tunapenda kutumia phone kuanzia asubuhi mpaka jioni, zipo tu masikioni, madhara yake ni makubwa, kwa sababu
Na uzuri siku hizi smartphone zinatoa warning pale ambapo sauti zimezidi. Sasa sisi vijana mara nyingi tunaziignore. Yaani kwamba smartphone siku hizi zimetengenezwa kwamba zinakupa warning, wewe unaona kwamba hiyo warning ni ya kijinga. Sawa, mimi nifanye vitu vyangu, nataka sauti zaidi. Sasa hiyo exposure na bila kupata mapumziko, inamaanisha athari utaanza kuipata baada ya wewe kusema okay, sasa nimeacha usikize earphone. Labda umeanza kuona ni usumbufu, kwa baadaye unaanza kuona athari kwamba sasa mimi naongea na wewe sikusikii au sikuelewi unachoongea. Ni kwa sababu vile vinyweleo vimepoteza uwezo wake wa kufanya kazi, kwa sababu vimekuwa muda mrefu vinapata athari na uvipumzishi, na wala uchukui hatua ya kuona kwamba sasa inabidi nibadilishe labda lifestyle ili mambo yakae vizuri. Karibu sana, tuendelee na kipindi chetu cha Jenga Afya Clinic, lakini kukumbushe tu kwa takwimu, zaidi ya watu bilioni 1.5 duniani wanaishi na upungufu wa usikivu. Hii ni takriban watu milioni 20 wanaishi na changamoto hii, lakini watu takriban milioni 430 duniani wana upungufu mkubwa ambao unahitaji matibabu. Sasa hii leo tunaendelea na bado niko na Dr. James David Komanya, daktari na mtaalamu wa masikio, sikivu na uwiano wa mwili kutoka hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando. Lakini unaweza sasa kushiriki nasi kwa kutumia ujumbe mfupi maandishi kuuliza swali kuhusiana na hii mada ya leo kwa kupitia nambari 0754 214301 0754 214301. Jina langu ni Alhabib Abdallah Othman Feruzi. Daktari, karibu, tuendelee na kipindi. Asante. Daktari, tulipoishia pale kuhusiana na hawa kumbikumbi, hawa dudu, ni kweli wanaweza kusababisha upungufu wa usikivu kwa mtu? Hapana. Hamna vithibitisho vya moja kwa moja ambavyo vinaonyesha wadudu ambao wanaliwa, kumbikumbi, sijui senene na wadudu wengine ambao wanaliwa. Kwanza wanasema hao wadudu wanaoliwa ni protini, kwa hiyo inamaanisha zaidi inasaidia kuongeza kitu kwenye mwili zaidi ya kuharibu. Kwa ni nadharia ambayo ni potofu. Sawa, ni potofu. Ni kama hivyo, ni sawa sana vile wanavyosema sijui kuweka majani ya kuku, sijui majani ya nini kwenye masikio, mafuta ya kuku kwanza. Wanaweka kwa mafuta ya kuku kwenye sikio, afu anasema inasaidia kuponyesha changamoto ya usikivu. Hapana, inakuwa ni uongo. Kwa hizo ni nadharia potofu ambazo pia kwenye mitandao ya kijamii najaribu kuziweka, kujaribu kuelimisha jamii kwamba si kweli hizo nadharia, kwa sababu ni mpaka vithibitishwe, ambao sasa mpaka sasa tunavyoongea hamna vithibitisho vya moja kwa moja vya kula sasa vile ambao ni hiyo aina ya wadudu wanaoliwa wana athari za kiafya sasa kwenye masikio. Wakati fulani tulizungumzia ajali ambayo mtoto anaweza kupata. Sasa nataka tuangalie upande wa mtu mzima. Katokea amepata ajali katika shughuli zake. Kuna ajali ambazo akipata zinaweza zikasababisha akapata changamoto hii ya usikivu. Ajali zipo. Sasa ajali zile ambazo zinahusisha kichwa. Sawa? Kama ni bodaboda au kama ni gari au kama ni bajaji, mtu akawa amepata ajali akagonga sikio kwa upande, either la kulia au kushoto, lakini amegonga kichwa. Sawa? Inamaanisha kwanza, kama nilivyosema, ile pressure sikio kwanza itakuwa kubwa kwa sababu ya ajali tu. Sawa? Pili, kupata ajali ya kichwa na maisha ya mishipa itapasuka na mifupa itapasuka na vitu kama hivyo, na ngoma ya sikio pamoja na uwezo wake wa kuhimili vitu, lakini na yenyewe itafika mahali na yenyewe itaharibika kwa sababu ya ajali. Kwa hiyo unakuta ni mara nyingi mtu akishapata ajali akaweza amepatiwa matibabu mengine akapona, akayupo sawa, mara nyingi inakuwa inashauriwa huyo mtu pia afanye check up ya masikio na usikivu. Kwa ataenda kwa madaktari wapo na masikio, ataangalia ngoma ya sikio kama ipo sawa. Kama ipo sawa, atakwambia okay, nenda chukua hatua zaidi, katupime na usikivu. Kwa atatoka kwa daktari kwetu kliniki, atatuma sisi kwetu,
tupime usikivu wake tuone upoje na upo kwa kiwango gani, na tutampa ushauri gani kwa ajili ya kuweza kutunza sikio lake vizuri. Kwa kuna wale ambao wanapata bahati kwamba okay, amepata ajali nini, amegonga kichwa, lakini changamoto sio kubwa sana, ni changamoto labda inahitaji labda kurekebisha vitu vichache na labda kunywa dawa ili tu labda ule muumuko wa kwenye ngoma ya sikio na kule mfereji wa sikio ukae sawa. Baada ya hapo, baada ya mwezi unakuta akirudi tukapima tena usikivu yupo sawa. Kwa hiyo katika 10 unamkuta labda ni 1 2 sawa. Okay. Kwa unakuta nao wachache namna hiyo. Sawa, tutazame pia kuna baadhi ya watu ukipita katika mitandao mbalimbali ya kijamii wanaeleza kwamba kuna baadhi ya dawa ukitumia kwa namna moja ama nyingine baadaye zinaweza zikakuletea madhara ya kupungua kwa usikivu na changamoto hizo ambazo zinahusiana na kusikia. Nataka kufahamu kutoka kwako hili likoje? Dawa zipo sawa, na mara nyingi unakuta hizo dawa ni nzuri na zinafanya kazi kubwa kusaidia watu sawa. Sasa lengo ni kwamba mtu akiwa anzisha hizo dawa, mtaalamu wote wa afya sawa, au anauelewa pia kidogo kwamba katika kunywa hizo dawa lazima amshauri mtu anayempa hizo dawa kwamba hizi zina athari 1 2 3 sawa. Mfano, kuna hii dawa nzuri sana quinine, lakini sasa hivi naona ishaanza na kwa sababu ya uwepo wa dawa nyingine. Quinine ilikuwa inatumika sana zamani na ilikuwa ni dawa nzuri na tibu sawa, lakini katika zile athari ambazo zinatokana na unywaji wa hiyo dawa ni upungufu wa usikivu sawa. Kwa sasa kwa sababu ya labda kukosa elimu ya moja kwa moja sawa kuhusu hizi changamoto za usikivu, unakuta mtu anakunywa dawa anapona kabisa malaria, lakini baada ya muda fulani, miaka kadhaa, usikivu unapungua. Kwa hiyo unakuta wanakuja kwetu wanasema kwamba nilitumia quinine miaka 20 iliyopita sawa. Kwa unakuta kwamba alitumia quinine na dozi nzima labda ni ya wiki moja au siku 5 au siku kadhaa, anatumia, imemtibu malaria lakini imeletea changamoto nyingine sawa. Lakini atakwambia mimi sikutaarifiwa sawa. Kwa hatuwezi kusema tunamlaumu moja kwa moja mtaalamu wa afya, kwa sababu pia exposure na elimu ni mbalimbali, si ndio? Sahihi. Kwa hiyo hatuwezi kumlaumu moja kwa moja, lakini kwa sasa hivi kwa sababu elimu ipo, wataalamu wa afya tunawajibika kuwataarifu wagonjwa wetu kwamba hizi kuna baadhi ya dawa zinaleta changamoto ya usikivu. Kwa ili mtu wakati anakunywa anazifahamu kwamba nakunywa, lakini hizi zitanifanya niwe nachukua hatua ya kupima usikivu wangu either kila baada ya miezi 3 au kila baada ya miezi kadhaa, ili nifahamu, ili wapo kama changamoto imekuwa kubwa sana na labda ni dawa za moja kwa moja, inabidi sasa daktari anayemuona abadilishe dawa ambapo katika ile ambayo inakuwa na side effect ambazo ya usikivu labda haipo sawa. Mfano wale wagonjwa ambao wanakunywa dawa za pressure, za sukari sawa, kwa sababu dawa nyingi unakuta zina interrelate na mishipa ya fahamu na vitu kama hivyo. Kwa unakuta kwamba baada ya muda fulani, na sio kwamba eti ni kitu ambacho kinatokea labda akinywa dawa za pressure kesho tu, hapana. Na pia hiyo inategemea na kinga ya mwili wa mtu. Kuna wale ambao ukuta amebadilishiwa dawa ina side effect ya usikivu, kwa ataanza kupata dalili, mfano ataanza kusikia kelele ziko masikioni wakati akawa anakunywa dawa nyingine za pressure au sukari, hiyo kelele hazipo. Akianza kupata hizo dalili, inabidi arudi kwa daktari ile muone, akamwambia jamani, nimeanza kunywa hizi dawa, ndani ya siku 2 hizi kelele zinakuwa nyingi kwenye masikio na hizo kelele hazina chanzo. Kwa unakuta daktari kwa sababu ana hiyo aishapata ufahamu huo, anasema okay, hii inaweza kuwa inaleta changamoto ya usikivu, kwa hiyo tubadilishe dawa. Na akibadilisha dawa, hiyo hali inapotea. Sawa. Kwa unakuta kwamba mgonjwa pia atakuwa achukue tahadhari. Akiona kitu ambacho kipo nje ya kawaida katika hali yake ya ugonjwa, ni dawa ni za muda mrefu, sawa, inabidi achukue hatua ya kumtaarifu mtoa huduma. Sawa. Kwa kukaa kimya haitatui chochote. Wanasema basi nitaenda mwezi ujao. Wakati ungeenda siku 2 baadaye, baada ya kupewa dawa, zingesaidia kufanya tatizo liwe dogo. Okay. Ukitazama katika kipindi, nataka tuangalie kwenye maisha sasa ya kawaida ambao watu wanaishi. Ukitazama kuna uvutaji wengi wa sigara, na baadhi ya maandiko yameeleza kwamba uvutaji wa sigara kwa namna moja ama nyingine unaweza ukasababisha changamoto ya kupungua kwa usikivu. Hebu tutolee ufafanuzi. Kama nilivyoeleza awali,
kwanza kule kuathirika kwa kinga ya mwili wa mtu sawa, ambayo inaweza kusababishwa na uvutaji wa sigara sawa, inaweza kufanya mtu mfano ana vinasaba hivyo vya changamoto ya usikivu sawa. Kwa hiyo inamaanisha kwa namna moja ama nyingine hivyo vinasaba vitakuwa affected, na viko affected inamaanisha usikivu lazima upotee tu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo inaweza isiwe direct kiasi hicho sawa, inaweza isiwe direct kiasi hicho kwamba nivute sigara nini, na kama mtu labda kinga yake ya mwili ipo vizuri anaweza kuwa na bahati ya kutoathirika moja kwa moja sawa. Lakini unakuta katika general population ambayo unatakuwa unakuta athari zipo sawa, kwa sababu ikidhoofisha kinga ya mwili, mishipa ya fahamu itapata athari. Ikishapata athari inamaanisha usikivu pia utashuka, kwa sababu kama nilivyosema mishipa ya fahamu ya usikivu ipo pia katika ule mzunguko wa kawaida wa mishipa ya fahamu. Dr. na hili lishawahi kutokea wakati fulani. Nirudi nyumbani, mama yangu akaniambia, ukizungumza na babako zungumza kwa sauti kubwa, sasa hivi hasikii vizuri. Kwa nini? Kutokana na umri. Babangu ana zaidi ya miaka 80 hapo. Sasa nataka kufahamu uzee unahusiana nini na kupungua kwa usikivu? So nipo hivi kwamba binadamu kama tulivyoumbwa na Mungu sawa, mategemeo ni kwamba kila kitu kiende kwa usawa tu, ifike umri fulani mwili utachoka wenyewe uanze kwa, na mategemeo ni kwamba labda kuanzia miaka 65, 70, 80 na kuendelea, ikitegemeana na nature mazingira ya mtu husika. Sasa kadri tunavyokuwa tunakuwa tupo katika mazingira ya kila siku sawa. Kwa jamii interact nao, mazingira tunayo, tunapita wapi, kuna nini, tunaugua sio tuna nini, hivyo vyote vinacheza na vinatoa nafasi kubwa ya mtu kupungua usikivu sawa. Kwa umri unakuja tu pale ambapo unakuta huyo mtu mzima anaanza kutumia hizi dawa mbalimbali kwa ajili ya matibabu mbalimbali, mgongo, kisukari, pressure nini na vitu kama hivyo sawa. Lakini pia na umri wake yani na mwili kuchoka sawa. Kwa mategemeo kama mtu akianza kufikisha miaka 70, 80 huko usikivu utaanza kupungua sawa. Sasa unapungua kwa ukubwa kiasi gani inategemea ni mazingira gani aliyokuwa nayo huko nyuma sawa. Kwa unakuta kwa mfano mimi tunatibu hapa karibia kila siku sawa, napimaga wazee wana miaka 85, 90, unakuta usikivu wake upo sawa kabisa, yani like ukiangalia sana hii inawezekana. Lakini vitabu vinasema inawezekana kwa sababu inategemea na nature ya mazingira aliyokuwa nayo huko nyuma sawa. Kwa unakuta kwamba tunasemaga magonjwa hayasomi vitabu sawa, na sisi kama wataalamu wa afya hataki kuwa rigid kwamba ni ipo hivi hivi, hapana kwa sababu kuna watu wanakuja kabisa, unaona kabisa hii ipo nje ya kitabu lakini ndio imetokea, huwezi kupishana na Kwa unakuta unamwangalia mgonjwa mwenyewe anavyokuja sawa. Unakuta ni kitu gani, mazingira yake ya nyuma yapoje, na then ukishaunganisha hiyo pattern ndio unaweza kupata majibu kwamba umri wake ndio umeplay part kubwa kwamba ndio usikivu umeshuka. Wakati mwingine mtu inaweza ikatokea sikio lake kutokana na changamoto ikashindwa kuwa linajisafisha kama vile ambavyo inahitajika, na hii ikasababisha mkusanyiko wa nta kwenye sikio lake. Hii inaweza ikapelekea kupungua kwa usikivu kwa huyu mtu. Usikivu kwa namna hiyo utashuka sawa, na sio kwa sababu labda mishipa ya fahamu imekuwa affected au vipi. Ni kwa sababu kuna kitu ambacho kinaziba mawimbi ya sauti kufika kwa urahisi kuna sehemu ya katikati ya sikio na sehemu ya tatu ya sikio sawa. Kwa inamaanisha kwamba akija kwetu kwa ajili ya kutoa nta, baada ya kutoa hiyo nta yeye mwenyewe ataanza kusikia kama pressure imepungua ya sikio sawa. Kwa hiyo anaanza kusikia vizuri. Sasa mbona nasikia vizuri? Ni kwa sababu kuna kitu ambacho kilikuwa kinaweka uzibo umekitoa. Kwa na maanisha usikivu utakaa sawa. Kwa hiyo ni katika zile ambazo ninaambia maamusho kuna usikivu kushuka kutokana na kuwepo kwa vitu sawa. Inaweza kuwa ni nta, inaweza kuwa ni mdudu mkubwa tu amenali, au inaweza kuwa ni katoto ameweka gololi kuna sikio, kwa hata mawimbi ya sauti hayapiti vizuri. Kwa hiyo ukishatoa tu hali inakuwa kawaida. Kwa namna moja ama nyingine inabidi na elimu pia ya hivi vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza kuepusha usumbufu, lazima ipite kwa either walimu, wazazi au
watoa huduma wengine, ili wao wanaweza kuchunguza vile vitu vya kawaida kwa urahisi. Kwa ni mzuri kwamba mwalimu akiona mtoto haelewi vizuri au nini changamoto, anaweza kuchukua hatua kumuuliza kwa nini. Yeye mtoto anaweza kuambia kwamba nilikuwa nachokonoa sikio, kuna vitu vyeusi vinatoka, vinakuwa ni vilaini. Kwa hiyo mwalimu akichungulia ataona kwamba kuna linta limejaa, kwa tena kushauri huyu mtoto kesho mpelekeni atibiwe, akitolewa nita mtoto anaanza kusikia vizuri. Mtoto mwenyewe ataanza kusema jana nilikuwa sisikii vizuri, lakini sasa hivi na kusikia vizuri, tunaongea vizuri. Kwa hiyo ni hatua ndogo ndogo kama hizo zinaweza kusaidia. Dr. mimi nikushukuru sana kwa kuungana nasi kwa siku ya leo. Asante. Mtazamaji, huyu ni Dr. James David Komanya, daktari na mtaalamu wa masikio, usikivu na uwiano wa mwili kutoka hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando, na hapa tulikuwa tukizungumzia sababu ya tatizo la upungufu wa usikivu, na tutakapo kipindi kijacho basi tutaendelea katika eneo lingine, tukiendelea kusalia hapa katika changamoto hii ya upungufu wa usikivu. Kuna namba hapo zinapita chini, basi namba hizo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuwasiliana nasi ili tuone kwa namna gani tunaweza kushirikiana kwa manufaa ya kipindi hiki. Kwa niaba ya wale wote ambao wamehusika kuandaa kipindi hiki, jina langu ni Al-Habib Abdullah Othman Feruzi. Kwa heri, usiku mwema.